Club A to Z. Swali, kazi, jibu. Episode nyingine ya Club A to Z, karibuni tena kilabuni. Hapa tunapata nafasi ya kuokota madini, lakini pia tunaweka madini. Au sio? Kwa sisi ambao tuko tayari kujifunza, tunajifunza. Kwa sisi ambao tuko tayari kufundisha, tunafundisha. Kwa hiyo ni wakati ambapo tunamwaga madini kwenye kisima chetu cha madini, alafu kuna wale ambao watakuwa wanachota. Na leo tumepata bahati ya kuwa na ndugu yangu anaitwa Revocatus. Pesa unazozitafuta zimefichwa na hofu zako kwenye kufanya vitu. Karibu sana. Asante sana. AKA mwalimu wa wataalamu. Wewe ni mtaalamu wa nini? Kabla ya kusema mimi ni mtaalamu wa nini, nitaeleza tu kwa nini mtaalamu. Kumekuwa na nadharia nyingi kwa vitu ambavyo mtu anaweza kuvifanya na kaweza kufanikiwa kwenye maisha. Huwa naeleza sana kwamba mtaalamu ni mtu ambaye amegundua kitu fulani kadogo, akakatumia kwenye maisha yake, kakareta tija fulani, akaenda mbele akakitumia kwa ajili ya watu wengine. Okay. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ni kwamba ili uweze kuwa productive kwenye maisha, sio lazima upite kwenye mifumo fulani ambayo ni rasmi. Kwa hiyo maana yake unaweza ukawa ni mtaalamu sana kwenye kupiga picha, hujaenda shule yote. Mtaalamu sana kwenye video editing, hujaenda shule yote. Mtaalamu sana kwenye kusaidia watu kutoa asas, kupona na changamoto nyingi za kiafya, hujapita Muhimbili, hujaenda shule yote. Huyo ndio mtaalamu kwa definition ambayo mimi wanaitumia. Okay. Yes. Na unapateje huo utaalamu? Actual utaalamu unakuja kwa kuwa na msukumo fulani ndani yako mwenyewe kwamba nifanye kitu fulani kwa ajili yangu ama kwa ajili ya watu wengine. Na unapata utaalamu kwa ku-execute, kwa maana ya kufanya kitu na kupata uzoefu kwenye hilo eneo. Okay. Unaweza kwenda shuleni kwa ajili ya certification, lakini for me mtaalamu sio lazima apite shuleni. Ndio maana tuna wasomi wengi ambao wana vyeti lakini hawawezi kuleta majibu kwenye jamii. Yeah, na hilo ni swali kubwa sana kwa sababu mimi nakumbuka wakati fulani niliwahi kufanya kipindi na vijana fulani mahali, na katika mazungumzo yetu pointi kubwa ambayo ilitoka pale ni kwamba kwa nini tunapoteza muda shule. Kwa hiyo mimi nilikuwa najaribu kujiuliza kwamba kwa nini wanasema tunapoteza muda shule na kwa nini isiwe shule. Unajua? Je, changamoto inakuwa wapi pale? Na ndio maana nimekuuliza ile swali la utaalamu unatoka wapi. Sawa. Kwa hiyo sijui wewe kwa uzoefu wako, kwa jinsi ambavyo umekutana na vijana wengi, kwa sababu hao ndio ambao tunazungumza nao, kwa mantiki ambayo tuseme kwa perception ulionayo ya the whole thing utaalamu. Naam. Unaona kabisa ni kweli kwamba si lazima shule, ama somehow shule inaweza kukusaidia kwenye huo utaalamu wako? Shule ni kitu cha muhimu sana. Kwa mtu yote anayenifuatilia popote ninapozungumzia shule, utaalamu, shule ni kitu cha muhimu sana kwenye kumfungua mtu mawazo na kuweza kumjenga. Lakini tukija kwenye msingi wa shule tulipata wapi, pengine hapo ndipo tunaweza kuanza kujifunza kwamba sio kila kitu ambacho unaweza kwenda kusoma shuleni kinaweza kukutoa kwenye maisha. Kuna vitu vingi, kwa mfano kwa kijana yote ambaye anataka kwenda shule, lazima mwenyewe ajiulize anaenda kusoma nini. Vijana wengi wao wanakuja wakiwa wanakuuliza nataka kwenda chuo, nataka kwenda kusoma degree fulani. Hakuulizi ili umshauri, anataka umsaidie kujustify kile alichochagua, kwamba kuvalidate kwamba kile alichochagua ni kitu kizuri. Sasa kweli ni kwamba mimi natoka kwenye taaluma. Natoka kwenye taaluma na mimi nimesoma na bado nasoma. Na juzi mwezi uliopita nimemaliza mtihani wangu wa mwisho wa PhD. Ya, kwa hiyo kuite doctor muda sio mrefu. Uko sahihi. Kwa hiyo anayenisikiliza asinikoti vibaya kwamba elimu ni kitu kibaya. Lakini bado nasisitiza, hata sisi ambao tuko kwenye taaluma, huwa nasisitiza kwamba usisome kitu ambacho utakuwa na vyeti lakini huwezi kuleta majibu kwenye jamii. Utakuwa umepoteza muda wako. Kwa chochote kile kitu ambacho unaenda kukisoma, soma kitu ambacho kinakuongezea wewe maarifa kwako wewe mwenyewe jinsi ulivyo, ili uweze kuwa na impact kubwa zaidi. Hebu kwa dakika chache, nipeleke kwenye safari ya kijana kwenye kufanya maamuzi ya namna hiyo, kwa sababu tuzungumzie ukweli. Sahihi. Binafsi nilienda shule nikasoma kwa sababu nilipata opportunity ya kuingia chuo Sahihi. kupitia
selection ya basari, kulikuwa kuna basari, kulikuwa kuna mpunga unatoka umeona. Na pia kwa sababu tumekuwa kwenye familia ama kwenye jamii ambazo zinasema kwamba ukimaliza kidato cha 4 unaenda cha 5 na cha 6. Ukimaliza kidato cha 6 unaenda chuo. Usipoenda chuo wanakuona mtu wa ajabu, si ndio? Na wako wengi kama mimi ambao wameingia chuo kusomea vitu ambavyo either hawavipendi au sio vitu ambavyo wameviwaza, au kwa sababu kulikuwa kuna opportunity ya kupata boom, ama kwa sababu kaka alisomea hiki. Yeah, kuna maswali mengi waga tunaulizwa au ni ndoto ya mzazi, ama ni ndoto ya mzazi. Kuna maswali mengi waga unauliza wadogo zetu kwamba hivi sasa hivi nisomee nini ndio inalipa. Alan, maisha ni kitu ambacho kina vitu vingi sana ambavyo vinazunguka kwenye mafanikio. Manake tunaenda huko shuleni, tunaenda sehemu yote, mtu yote ukimuuliza malengo ya kupita kote huko ni nini, atakwambia ni kufanikiwa. Lakini ukija kuangalia kwenye picha kubwa, unafanikiwa baada ya kitu gani, unaweza kugundua kumbe hata mafanikio hayahitaji fedha nyingi sana. Kwa hiyo sasa mimi ninavyoitazama, ama hata mafanikio yenyewe yanaweza kaa tofauti kati ya mtu na mtu. Uko sahihi. Mimi nafikiria mtu kabla ya kuanza kuamua kasome nini, ni muhimu akajitafakari sana yeye ni mtu aina gani na angependa kufanya nini kwenye maisha yake. I think that's very important. Yani kama unapenda vitu vya sanaa, kwani ukasome uchumi? Kama unapenda ili usipoteze fedha wakati unafanya sanaa. Yeah. Ama kama unapenda mambo ya uchumi, kwa nini ukasome ualimu? Simply because labda kuna boom, kuna nini? Kwa sababu hapo ndipo changamoto inapokuja. Maana unajikuta kwamba umesoma taaluma ambayo haikusaidii wewe kudevelop ndani yako. Na hapo ndipo tunakuta kuna madhara makubwa sana ya taaluma. Kwamba taaluma ama elimu ambayo umesoma haikusaidii wewe as a human being. Na maana halisi ya elimu inatakiwa ikusaidie wewe kuwa mtu bora, kutatua changamoto zako na kusaidia watu wengine. Sasa kama elimu uliyoipata wewe mwenyewe tu haijakukomboa, haijakusaidia, upoteza muda wako. Yeah, kwa sababu watu wengi kabisa, hata tukisema tuulize ama tukisema tufanye research ambayo itakuwa ni very honest, watu wengi wamesoma sana, wana madegree, wana masters, wengine wana PhD, lakini bado wanaishi kwenye maisha ambayo ni magumu kwao. Ukiangalia huwezi kuamini. Kwa mfano sasa hivi hata huko mtaani kuna watu wengi ambao wana degree, tunaona kwenye mitandao, wengine wanapata bahati ya kuhojiwa, wanaelezea maisha yao. Kama kuna yule kijana juzi kati hapa alitembea sana kwenye mitandao mpaka anatoa machozi kwamba mimi nimesoma na degree yangu, sijafanikiwa kupata kazi, and this is what I'm doing. Hilo wala ni mbele huko mbele tutakuja kulizungumza vizuri, especially kwenye hiyo engo. Ya sasa hivi tunajaribu kuestablish kwamba angalau unapoenda shule, basi hicho kitu unachoenda kusoma kiwe kina kuongezea kitu fulani kwenye kile kitu chako. Yani kina kujenga kitu fulani kwa wewe jinsi ulivyo. Ama hiyo elimu isaidie kukutoa wewe na uwezo wako wa ndani ili uonyeshe duniani. Kwa sababu ili uweze kuwa na impact kubwa kwenye haya maisha, ni lazima utumie kitu ambacho unakiweza kutoka ndani yako. Kwa hiyo ni lazima wewe mwenyewe uangalie ni kitu gani ambacho unaweza kukifanya vizuri. Ukipambana kusema usome vitu vya nje huku, ni ngumu sana kuwa na impact kubwa kabisa. Kwa sababu utachoka, with time utachoka tu. Wewe Alan, sasa hivi watu wengi ambao wamekufahamu, ama asilimia lazima kwa pengine hata zaidi ya 80% ya watu ambao wamekufahamu kwenye media, kwa kazi ulikuwa unaifanya. Hapo baadaye ni kama ulipotea fulani hivi. Nadhani kuna vitu vingi ulikuwa unafanya huko nyuma. Lakini sasa hivi upo kwenye media. Maana hiyo inasema kwamba kuna namna fulani ambavyo upo na media, yani kama media ni sehemu yako wewe ya kuweza kuleta impact kwenye jamii. Exactly. Yeah. Sasa tunatofautiana. Kuna mtu mwingine kwa kucement hicho ulichokisema, nimekuwa kwenye media kwa miaka karibu 18 sasa. Sio mchezo. Yani watu wameanza kuniona na bado hujachoka mwaka 2009. Lakini before that nimekuwa kwenye shughuli ambazo zinaendana na media. Nzuri sana. Na of course I agree with you unachosema kwamba lazima kiwe ndani yako, ukipende, ili uweze kutengeneza impact huko nje. Na mimi huwa nashukuru ninapokutana na watu wanakumbuka nilichokifanya,
Na kuna watu wengine wanasema mimi nimefikia hapa nilipo na nikiamua kuwa mkweli kabisa, wewe pia umechangia kwa namna moja ama nyingine kwenye mawazo yangu, kwenye maamuzi yangu na vitu kama hivyo. So which is good. Sure. Yeah? Na mimi huwa napenda kutoa mfano wa chakula. Sawa. Yeah? Unapopenda mwili wa aina fulani inategemea pia na aina ya chakula unachokula. 100%. Ndio. Sahihi kabisa. Ili uweze kuachieve mwili ule unautafuta. Kuna baadhi ya vitu utasema hivi sitakula. Sahihi. Na hivi nitakula kwa kiasi. Sahihi. Lakini nitafocus kula na hiki. Functional. Yes. Yeah. Na ndivyo ilivyo hapa. Unapolisha ubongo wako. Sahihi. Unapolisha unapoingiza maarifa kichwani mwako. Unapotaka kutengeneza impact fulani hapo baadaye, lazima useme kwamba hiki sitapoteza nacho muda, hiki nitakiacha, hiki nitakiwekea nguvu, hapa nitafocus na hiki. End of the day, ili uweze kuingiza maarifa na kuingiza mawazo na mtazamo utakao kufikisha kule unakoenda. Hicho unachosema hala ni jambo la muhimu sana, kwa sababu tunakuwa wale ambao tunaokula kila siku, maana hizo knowledge na watu wanafikiria labda pengine ukisoma kitabu, ukisoma kozi ndio inaweza kuwa na impact. Siku hizi hata watu wapati muda wa kusoma vitabu, watu wapati muda wa kushauriwa na watu wanashinda mtandaoni. Kwa unajua kinachotokea ni nini? Manake wale watu ambao unawafollow mtandaoni, wale ndio wanaku-impact kwa kiwango kikubwa. Nilikuwa nawachekesha watu juzi, ile spana ya Diamond aliyokuwa ameipiga ile ya Diamond na washikaji zake akina Mario. Kuna video kalitrend sana kali. Fanyeni kazi, acheni lawama. Kila uongozi mnalalamika, kila awamu mnalalamika. Jitafakari, tatizo ni uongozi, ni wewe. Sasa nikaa nawaambia watu nao follow mtandaoni ndio wana impact maisha yako. Kwa hiyo unapolalamika kwamba umemfollow mtu fulani alafu anasema vitu ambavyo sivyo, you know what to do. Yeah. Ya kwa sababu movie unayoangalia, watu ambao unawafollow na mitandaoni, kwa mfano kwenye programs ambazo tunawasaidia vijana, moja kitu ambacho tunasisitiza ni kwamba hata mitandao unahitaji kuwa na mentors. Kwa mfano, yani sio tu na kuepo Instagram na kuepo YouTube, kunakuwa na watu ambao unawafuatilia ambao wanaongeza kitu kwenye kile kitu unachotaka wewe kuwa. Yeah. Kwa sababu huko unataka kufanikiwa kwenye media, unaenda kwenye watu wa media ambao unataka kufuatilia. Labda unaweza kumfuatilia Alan, kumfuatilia labda Skywalker, fuatilia labda Melody. Unaangalia watu wana msimamo gani, wana maisha gani, wanafanya nini. Sio tu kuangalia content, yani unaangalia vitu vingi, kwa sababu hivyo ndio vitu ambavyo vinavyokujenga na kukufundisha. Sasa watu mitandao tunachukulia kama vile ni sehemu ya burudani, alafu kwa unajikuta mtu umeathiriwa na watu ambao unawafollow. Kula sana ubuyu kila siku. Tulikuwa na Imani ni journalist mmoja mzuri sana wa kike, Imani Luvanga. Kwenye conversation yetu kuna kitu kimoja tulikisisitiza kuhusiana na role ya media kwenye kushape mindset. Yeah. Tunachokiona sasa hivi kama tukikusanya kwa pamoja na tukasema ili zigo tunamwangushia mtu. Je, tutakuwa sahihi tukiangushia media za Tanzania? Kwamba unachoona mindset za vijana wetu walioko sasa hivi. Kuna issue moja ilitokea Marekani, kuna jamaa aliuawa. Yes. Na mtu ambaye anaonekana kwamba inasemekana muuaji ni kijana wa miaka 22. Kuna mtu akaulizwa swali, kijana wa miaka 22 Marekani ana mindset hiyo ya kisiasa kusema kwamba mpaka aende kutoa uhai wa mtu. Kijana wa Tanzania wa miaka 22 anafanya nini? Sio kwamba sijaribu kuweka kwamba alichokifanya wa kijana ni sawa sawa. Lakini tunaangalia fikra. Kijana wa Tanzania sasa hivi anafanya nini wa miaka hiyo 22? Ukiangalia majibu yale ni vitu vya ajabu sana. So zigo hili tuliangushia media. Wewe kwa maoni yako unavyoona? Ziko sababu nyingi, nachofikia ziko sababu nyingi, lakini media zetu hatuwezi kuzitoa. Media zimekuwa ni sehemu ya kupush propaganda nyingi ambazo hazimjengi mtu moja kwa moja. Ukiangalia nature ya vipindi vyetu, nature na msingi unakuja kwenye vipindi na ideologies za media zenyewe. Pengine unaweza ukajitetea watu wa media wanasema kwa sababu wako driven na profit na masharti hapa na pale, kucheza na hizo philosophy na vitu vya hapo, lakini ukweli ni kwamba media ina nafasi kubwa sana kuimpact vijana. Na mbaya sasa hivi ni kwamba hata hizi media houses ambazo zina radio na ma TV na magazeti
ziko pia kwenye social media. Kwa hiyo impact yake bado inazidi kuwa kubwa Amplified zaidi. Yeah. Ya, lakini pia tukicombine media sasa, kwa maana hizi media houses, tukija sasa kwenye mitandao ya kijamii, nadhani kuna balaa kubwa sana, kwa sababu ndivyo vinavyo shape vijana wetu kwa sasa hivi. Na hata wakati tunazungumza off mic nilikuwa najaribu kuambia hivi namna ambavyo hizi media na namna ambavyo vijana wana focus muda mrefu kwenye media, nashinda muda mrefu na hivi actually unakuwa kile ambacho unatizama kila siku na kufuatilia kile. Kwa hiyo pattern media ipo, lakini kuna vitu vingi vingine viko chini huko. Maana yake jamii zetu nazo zina changamoto nyingi sana. Tuje kwako, nataka nipate story yako kidogo, kwa sababu you sound so interesting. Sawa. Na hata mimi wakati napitia social media nakumbuka niliwahi kukutana na akaunti yako. Sawa. Nikajaribu kuangalia vitu vyako unavyofanya na nini, na nikawasiliana na Alex, nikamwambia huyu jamaa hivi piga story kidogo, naona anafaa sana pale kilabuni. piga story mbili tatu. Lakini nimekufahamu kwenye mtandao. Sawa. Of course wewe umesema uliwahi kuniona kwenye TV, which is good. Zamani sana. Yeah, lakini tumekutana kijana mdogo. Wote tukiwa wadogo. Yeah, lakini ningependa hasa kujua wewe ni nani? Sawa. Actually mimi ni mwalimu. Mwalimu? Mimi ni mwalimu. Okay. Mwalimu by profession. Ni mwalimu by profession, lakini pia kwa sasa hivi tuseme na kofia mbili. Kwa maana dunia imenipa kofia ya walimu kwa maana ya waziri wa chuo. That's number 1. Aha, uko chuo? Nafundisha Mlimani. Uko pale Mlimani? Yes. Kwa hiyo lazima una influence kubwa sana kwa wale vijana wa pale. Wale vijana wakiharibika tunakukamata wewe. Ambao wako tayari kupita kwenye rule ambayo mimi wanasimamia. Yes, na ship wamenyoka. Yeah, na ship na nasaidia vijana wengi sana kupita kwenye mstari, kwa sababu mimi sipendi utani kwenye kazi. Yeah. Sasa hiyo ni kofia yangu ya kwanza, lakini kofia ya pili sasa mimi ni mwalimu kwenye kusaidia watu kuweza kujua potential zao na kuweza kuziishi vizuri. Hiyo sasa mimi ndio kitu changu ambacho nikilala asubuhi, mchana, jioni, ndicho kitu ambacho nakifanya. Okay. That's what I do best. Pale Mlimani umesema unafundisha pale, si ndio? Unafundisha nini exactly? Nafundisha mawasiliano. Communication. Yeah, sure. Idara yetu inaitwa Kituo cha Taaluma za Mawasiliano. Sisi tunafundisha communication katika ile misingi minne. Kuzungumza, kusikiliza, kusoma na kuandika na vitu vingine around hapo, lakini kuwa na uwezo mkubwa wa kuwasilisha kile ambacho uko nacho, kushawishi, kujenga hoja na kuwa na impact. Okay. Yes. Sawa. Tutegemee jeshi ambalo limepikika kutoka kwako kwa miaka kadhaa inayokuja mbele. Wataalamu kama wewe kadhaa ambao umepita mikononi mwako. Of course vijana wengi wanaopita mikononi mwangu wanafaidika kwa kiwango kikubwa, kwa sababu mimi baada ya kufahamu hizi changamoto za elimu zetu, falsafa yangu inayoniongoza ni kwamba sitaenda kumfundisha mtoto kitu ambacho najua hakitamsaidia kunyanyua maisha yake. Kwa maana yake kila ambacho naenda kukifundisha darasani huko ni kwenye taaluma, ni lazima nianze na kwa nini huyu mtoto akasome hiki kitu. Tofauti na hapo sitamfundisha. Tumezungumzia shule, tumezungumzia mindset za vijana kwa ufupi, tumezungumzia wapi wanatoa utaalamu, tumezungumzia hizo engo zote. Sure. Lakini wewe ni kwa mfano tukianzia pale mtandaoni kwenye content ambazo unazipost, ni content ya namna ipi ama content ipi iliwahi ku create engagement kubwa na wewe ukaangalia ukaona kwamba kumbe kuna tatizo kwenye hiki nilichokizungumzia? Sawa. Okay. Alafu the same question utajibu sasa upande wa shule kwa wale ambao unawafundisha. Ni swali gani ambao wanakuuliza sana? Tuanze na content. Hiyo imenifurahisha. Hiyo nitaenda kwenye mfano tu wa last week. Yes. Mimi mtandaoni ninafanya vitu viwili vikubwa. Hii ya kujenga vijana kujua ndoto zao na kuweza kuziishi, lakini namba 2 mimi ni mdau mkubwa sana wa elimu. Elimu ya afya. Ya kwa hiyo na project pia za afya ambazo wanafanya. Okay. Na mtandaoni mtu anaweza kufuatilia. Afya kwa ujumla wake ama specific? Ni afya kwa ujumla, lakini huwa tunadili zaidi na lifestyle, change of lifestyle ili kuboresha afya. Okay. Yes, kama lifestyle design. Kwa mtandaoni kwa mfano tuna project ya Swahili Afya Fit, kuna watu wanaweza kuwa wanakula madini. Sasa kuna content moja ambayo nilitengeneza last week na nikaishare kwenye
kwenye akaunti yangu hii Yeah, ya mwalimu wa wataalamu. yeah. Kwa sababu ilikuwa ni obvious, ilikuwa tu ni content ambayo si wa kiafya sana. Actually ilikuwa nazungumzia tu mambo ya masturbation na vitu kama hivyo kwa vijana. Okay. Yeah. Sasa nilivyotengeneza hiyo content, for me naitengeneza kwa sababu ni vitu ambavyo nimekuwa nikivizungumza kwa muda mrefu. Yeah, kwa sababu unapata issue nyingi sana za vijana ambao wapo kwenye madhara ya hizo changamoto za masturbation na vitu kama hivyo. Sasa hiyo content nikitoa kwenye mtandao wa X, hakuna atakayenishangaa kwa sababu nimekuwa nikizungumza vitu kwa muda mrefu. Yeah. Sasa Instagram na ukuaji wangu tunaoona huo nimekuwepo for less than 5 months. Oh really? Kabisa. Yaani ukirudi miezi 5 nyuma, nilikuwa na followers kwa Instagram. Okay. Sasa hivi una followers ngapi? Leo wamefika 79. 79. Hongera sana. Asante. Sasa watu wengi Instagram hawanifahamu. Yaani wananifahamu kwa hiki ambacho nakizungumzia tu, ambacho naelimisha watu kwa ajili ya kutumia vipawa vyao, kuproductize, gift na vitu kama hivyo. Sasa hiyo content nilivyokuja kuipost. Kwanza ilienda sana ndani ya muda mfupi, lakini ili backfire sana. Vibaya mno. Ilibidi ni delete. Mimi wasi ulitoa. Hapa mimi sasa hivi niko nataka nitafute niweze kuiona. Lakini nitakuja kuirudisha kwenye account ile ya afya kwa sababu kule ilikuwa ni sahihi. Kwa sababu nilifikiria tu kwamba these people wamenifahamu kwa vitu tofauti kabisa. Wamenifahamu kwa elimisha bana, tutumie ujuzi wetu, tufanye hiki, fanye hivi kwa ajili ya kujenga uwezo, kuongeza fedha. Sasa sasa unaanza kuongelea mambo ya masturbation. Mambo ya masturbation. Sasa watu wananishangaa, bwana huyu amekuaje huyu? Au unatafuta crowd. Sasa watu wanifahamu kwamba hayo ndio mambo yangu. Sema kwa muda huu wananifahamu. Ilikuwa timing ilikuwa sio. Kwa hiyo nilibidi nikubali, ni delete ile video. Okay. In 2 days ilikuwa inakaribia kama kufikia watu kama watu 20,000 hivi. Nikaidelete mimi mwenyewe huko nikiwa na check. So nataka nijue watu walikuwa wanasema nini kuhusiana na hiyo video. Walikuwa wanaisupport, ulisema kuna mambo mawili, ilienda viral lakini pia ikabackfire. Yeah, Ilibackfire kwa sababu watu walikuwa wanasema unaingilia vitu tofauti ambavyo sio tulivyokuzoea navyo. Number 1, ama content yake walikuwa hawajaipenda. Kuna vitu viwili. Ya kwanza ni hicho kusema. Watu wengi walikuwa wanaona kama vile natafuta engagement. Bwana huyu anatafuta kutrend tu. Anafanya mambo gani haya? Vitu kama hiyo. Kwa hiyo kwa watu ambao wanifahamu I understand. Lakini kwa watu wanaonifahamu kwa miaka 2-3 kwenye mitandao mbalimbali, wanajua hiyo ndio shughuli zangu. Hizo ndio shughuli zangu. Lakini kitu cha pili ambacho ilikuwa inaleta kubackfire ni ule ukweli kwamba nilikuwa nimepiga kwenye mshono. Content yote ambayo inachoma huwa inaumiza sana. Na ukiona mtu anapiga kelele kwenye comment, jua ujumbe umefika vizuri. Yaani Alan ukitengeneza content ukaona kuna mtu amepiga kelele sana, jua ujumbe umefika vizuri. Umegonga vizuri pale inapotakiwa. Kwa hiyo ilibackfire sana. Kwa hiyo mimi bado niko na key take away from that. Nilionayo ni kwamba ili swala la masturbation ni swala kubwa sana. Ni issue serious sana. Ni very serious. Na unajua Alan, kwenye maisha ukiwa unafanya kitu ambacho hujaona madhara ya moja kwa moja, huwezi kuelewa impact yake. Na mbaya zaidi, hata ukienda kwenye mitandao, ukienda Google faida za masturbation, watakuletea faida hivi nyingi. Lakini ukweli ni kwamba tunadili kila siku na watu wengi ambao wana hizo changamoto. Na ni very serious. Nimekuwa na case kadhaa za watu ambao wapo kwenye marriage, ana mwanamke wake ndani, anamaliza vizuri na mwanamke huyo wa kwanza, lakini haridhiki, inabidi masturbate. Lakini kuna wengine ambao mwanamke yupo ndani, huna hamnaye, wala shughuli haitokei kabisa. Ukiwa na mkono wako vizuri kabisa. Yaani manake mkono una thamani kubwa kuliko mwanamke. Kwa hiyo ina madhara makubwa na inawafanya watu wengi sana. Na hiyo ni hapa. Na inawafanya watu wengi wanaathirika kisaikolojia. Wanaanza kujitenga na jamii na vitu kama hivyo. Kwa wanaume wanaanza kuogopa wanawake. Okay. Yeah, kuna madhara mengi. Sema kwa sababu watu vizungumzi na tuko kwenye jamii ambazo vijana ujasiri unazidi kupungua. Kwa unajikuta mtu unajikuta ni rahisi kudumbukia kwenye masturbation, afu unajikuta unapata madhara, afu unaona kama ni normal kwa sababu hakuna connection moja kwa moja. Naogopa sana kitu ambacho kina madhara lakini hayakwambii kwamba hii imetokana na hii. Ni kama vile kunywa soda, afu mtu akaja kuambia hizi soda ndo zinakuletea kitambi. Yaani huoni connection. Huoni connection yake ya moja kwa moja. Ya moja kwa moja. Sasa hizo ndio changamoto. Kwenye swali ambalo huwa linaulizwa zaidi na vijana ni namna tu kuingiza, namna ya kwanza kuingiza kipato kwa haraka.
Kwa sababu mimi huwa na taasisi yangu binafsi ambayo huwa nachukua vijana kwa ajili ya kuwa train taratibu na kuwajengea uwezo, afu wengi wanajiongeza wenyewe baada ya kuwa wamepita mikononi. Yani manake wakiwa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili chuoni pale, ambao wananifahamu na wako tayari kufanya kazi na mimi, inakuwa rahisi kuanza kuwa mentor taratibu, kuwajengea uwezo, kujiamini hivyo. Wako vijana wengi wanafanya vizuri sana, wamepita mikononi, wanafanya vizuri sana. Kwa sababu vijana wengi wana uwezo, lakini huwa wanakosa mtu wa kuambia you can do this. Validation. Na especially kwenye kuamua kwamba nimesoma hiki kitu, lakini mbona kama na hiki kitu kinaweza kuniletea fedha? Kwa nini nisijaribu hiki kitu? Huwa ni moja ya kitu ambacho huwa kinawachelewesha watu wengi sana. Kwa mimi mtu kijana anapokuja huwa naangalia maeneo yote. Umesoma nini? Una ujuzi gani ambao umejiongeza wewe mwenyewe? Una experience zipi ambazo umekuwa nazo huko nyuma? Umefanya, umejitolea huko, umefanya hizo experience zote? Una kipaji gani? Kwa mimi naangalia maeneo yote, alafu naanza kutafuta maeneo ambayo hebu jaribu kifanye hiki. Kwa hiyo inakuwa rahisi kumtoa mtu kuweza kuona kitu na yeye kuweza kukitumia. Tafuta marafiki ambao wanakuzidi kipato kwa kiwango kikubwa. Nenda ukale sehemu ambazo ni za watu wa kiwango cha juu. Nenda kwenye gym za watu ambao wako kwenye level kubwa yako. Nenda kwenye yard za magari ambazo bado hauna fedha za kununua. Nenda kaone namna ambavyo dunia ina utajiri. Nenda kaone kwa namna ambavyo dunia ina vitu vyako, lakini wewe bado hujajiposition kufika hapo. Exposure ni moja ya kitu ambacho kitakusaidia sana kuweza kulevel. Umeniambia hapa miezi 5 iliyopita ulikuwa na followers 1000. Sasa una followers 79,000. Yes. Inaonyesha kabisa kile unachokifanya kina impact kwa, na hiyo ni sehemu ya mawasiliano. Unachowasiliana nao ni kizuri kiasi kwamba umekuja kukusikiliza. Naamini story ya Jesus. Kwa akienda sijui Galilea, sijui wapi, watu wanakuja wengi kumsikiliza. Anaitwa Galilaya. Anaanza kuongea, watu wanajaa, wanamsikiliza kwa sababu ya message yake na content yake anaitoa, mawasiliano anayofanya. Manake umebobea kwenye mawasiliano mazuri, kumshika mtu aweze kukusikiliza na kukufuata. Sahihi. Hiyo ni opportunity pia kwa vijana wako na pia kwa vijana ambao wanatutazama, kwa sababu kama ulivyosema potential ipo kila sehemu, elimu pia ipo, lakini kuangalia opportunity inapatikana vipi na unaweza kwa. Sasa hapo nataka tuangalie, hili ni swali ambalo huwa namuuliza kila mtu nayeongea naye. Sio kwenye podcast, hata kwenye maisha ya kawaida huwa napenda kuuliza watu, especially watu ambao wana expertise fulani. Nataka nikukabidhi kijana mmoja ambaye amemaliza chuo kikuu. Uzuri wewe ni mwalimu wa chuo kikuu, kwa hiyo haitakuwa changamoto kwako. Sahihi. Amemaliza chuo kikuu na jana ametoa joho, amelitundika. Asubuhi ya Jumatatu ameamka, ameshapiga mswaki na nini. Sasa ana bando. Sio bando tu, hata mawazo ya kuweza kupata bando. Na familia yake inamtazama kwamba umeshamaliza chuo sasa. Tunakutegemea. Jamii inakutegemea kwa sababu jamii ilikuona ukiwa unaenda kusoma, inakuona wewe ni msomi, kutokana na familia zetu za Kitanzania zilivyo. Tayari wewe umeonekana ni msomi, unategemewa kufanya kitu, lakini hauna your mind is blank that Monday morning. Sasa huyo kijana nataka nimkabidhi kwako. Hebu ongea naye, mwambie leo hii Jumatatu fanya hivi ili uweze kuanza safari yako ya kuthibitishia jamii yako kwamba wewe kweli ni msomi, wewe kweli unategemewa, na wewe kweli utaleta mabadiliko. Sahihi. Sasa wewe kijana, mimi nakuita Masumbuko. Kwa hiyo na Masumbuko, umemaliza degree yako, na Jumatatu ya leo, huu ndio ushauri wangu ambao ukiuzingatia kwa miezi 6 kuanzia hapa, utakuwa umejenga kitu kikubwa kwenye maisha yako na hautakuwa umepoteza muda mwingi sana. Cha kwanza tu nikwambie kwamba umesoma, una degree, lakini una potential kubwa sana ambayo uko nayo, na degree yako itakuwa ni sehemu ya majumuisho kwenye vitu vyako ambavyo unaweza kuifanya. Kwa hiyo wakati unajitafuta muda huu, usipotezwe sana na elimu ambayo umeisoma. Tutaanza kuifanyia kazi elimu, lakini at the same time ukumbuke una ujuzi, una uwezo wako wa ndani, una vipaji ambavyo umekuwa navyo. Kwa hiyo tufanyie vyote ambavyo tunavyoviweza kwa sasa, ili tujaribu vitu vingi as much as we can, kuweza kuhakikisha tunapata kitu kizuri ambacho
tunakifanyia kazi. Lakini jambo la muhimu kabisa ambalo mambo mengine yote tunaweza kusahau, jambo la muhimu kabisa ambalo inabidi ufanyie kazi ni kwamba tafuta sehemu, nenda kajitolee kufanya kazi. Najua kuna watu wengi sana watakukatisha tamaa, kwa nini ukajitolee haulipwi? Na mimi nitakuuliza swali, kwa nini ukae nyumbani miezi 3 ukiwa hauna kazi, ambao huo muda ungekuwa kwa mtu fulani unafanya kazi na kujenga uwezo? Mimi masharti yangu kwenye kujitolea huwa ni kitu kimoja. Usiangalie wanachokulipa. Angalia unachojifunza. Hata kwenye ajira usiende kuajiriwa sehemu ambayo simply because wanakulipa fedha nyingi, especially ukiwa kijana mdogo. Nenda sehemu ambayo hata kama wanakulipa fedha kidogo, lakini unajifunza vitu vingi ambavyo kwa picha yako ya mbele utakuja kuvifanya. Jifunze watu wanafanyaje biashara, jifunze watu wanapataje mikataba, jifunze watu wana chain yote ya thamani koje kwenye biashara. Siri nyingi za kwenye biashara. Yani hilo ndio dhumuni. Sasa shida ni kwamba vijana, kwa mfano ukikuta malalamiko mengi kwenye watu kuvolunteer ni kwamba tunalipwa kidogo. Kwamba unalipwa kidogo. Sasa hii si bora nikae nyumbani. Ukae nyumbani ufanye nini? Kwa hiyo kwenye kuvolunteer ni kwamba nenda ka volunteer kama unajua kweli miezi 2 inatosha wao kukulipa. Si utafanya kazi wataiona. Miezi 2 inatosha. Otherwise ukifanya kazi kwa miezi 6 na hujapewa mkataba, maana yake wewe sio mzuri kwenye kitu unachokifanya. Inabidi ujitafute zaidi, ufanye kazi zaidi. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kwamba nenda ka volunteer. Na ukienda ku volunteer, sharti ni kwamba unatafuta sehemu ambayo unaamini itakusaidia wewe kuwa mtu bora ndani ya muda mfupi zaidi, na hapo watuangalie fedha wala malipo. Maana yake sasa kwa kusema hivyo ni kwamba huwezi kukosa ajira. Kama ukiwa na hii mindset. Na hala ni kitu kingine ambacho Masumbuko anatakiwa elewe ni kwamba kuna tofauti ya kazi na ajira. Ajira hatuko nazo, lakini kazi tuko nazo nyingi sana. Hii episode tunashoot sasa hivi hapa. Kuna kijana yuko kule anatafuta kazi ya video editing. Anatafuta mlipe milioni 1 kwa mwezi ili afanye kazi. Badala ya kuja kusema bwana, hii naona mnafanya podcast nzuri sana. Mimi ni mtaalamu wa kuedit. Naomba nijitolee kuedit videos hizi. Anaweza kufanya episode 2-3 mkagundua na uwezo mkubwa. Alikuwa anafanya mkamwachia kazi bwana, acha kijana afanye. Tutaanza kucompensate mara nauli mara nini. Ndivyo tunavyochukua kazi. Hata kama anataka kuingia kwenye biashara, wateja hawapatikani kwa sababu wewe hauna ushuhuda wa watu kuweza kuamini kwenye kile unachokifanya. Kwa natakiwa uanze kujitolea. Principle ni ile. Ukijitolea unaonyesha uwezo. Ukionyesha uwezo, watu wakiona watakulipa baada ya kuonya uwezo. Kwa hiyo kwa kijana yote yule, kama una uwezo, unaamini unaweza, nenda kajitolee. Asikwambie mtu kuvolunteer ni kitu kibaya. Nenda kajitolee kuonyesha uwezo, kuonyesha matokeo, sio kupata fedha. Nakuelewa unachokisema, na ni kitu ambacho sio kigeni kwenye Club A to Z. Tumesha kizungumza sana. Sawa. Na napenda sana umekisisitiza tena kwa namna yako. Sawa. Kuna namna unavyoongea, kuna msisitizo fulani unauweka. Yani unajua kitu kingine ambacho mimi nilivutiwa kwenye content zako. Kuna namna ya uwasilishaji wa content zako. Either utakuwa umekaa kwenye engo fulani ama utakuwa ukitembea. Yani kuna namna unavyowasilisha. Inaonyesha authority na inamfanya mtu akusikilize vizuri. Good. Lakini nikirudi kwenye nilichotaka nikwambie, uhalisia wa kwanza, kwa sababu hizi ni pande mbili. Anayejitolea na anayefanyiwa kazi. Yani anayetoa nafasi. Anayetoa nafasi. Yes. Hizi ni pande mbili. So mmoja anaweza kawa na mindset sahihi. Ndio. Ya kusema kwamba naenda kujitolea nijifunze. Lakini mwingine akawa na mindset ya kusema kwamba natafuta mtu wa kumu-extort. Sawa. Ama nafikiri ni neno sahihi nikitumia hivyo. Sawa. Kwamba natafuta mtu nimfanyishe kazi, aniletee matokeo bila kumlipa. Sawa. Unawezaje kutofautisha hizi? Ama huyu Masumbuko anawezaje kutofautisha hizi opportunity mbili? Kuna opportunity A ambayo mtu yuko na mind sahihi kabisa kusema kwamba niko na kazi. Dio. Lakini sina uwezo wa kumpa mtu ajira sasa hivi. Sawa. Lakini akitokea mtu sahihi tunaweza tukatafuta namna. Sahihi. Na mwingine ana mindset ya kusema kwamba niko na kazi zinahitaji wazi, lakini sina hela nyingi ya kuweza kulipia. Sijui kama umeipata vizuri. Ni swali zuri. Huwa napenda kusema hivi kwenye mambo ya ajira. Nenda kafanye kazi sehemu ambayo hiyo sehemu ya ajira itakuwa ina mchango chanya kwenye development yako mwenyewe.
Kwa hiyo kwa maana yake kwa kijana yote ambaye anajitafuta, whether ni kwenda kuajiriwa mwanzoni ama ni kwenda kuvolunteer, sehemu ya kazi ambayo inakufaa ni ile ambayo itakuwa ina mchango kwenye ukuaji wako. Yaani Alan, mimi siwezi kukubali mtu akafanya kazi sehemu ambayo kitu pekee unacho benefit ni posho ama mshahara. Baada ya miaka 5 utakuwa wapi? Taasisi haina mpango nawe. Usifanye kazi kwenye mazingira kama hayo. Kwa hiyo ukigundua huko kwenye mazingira kama hayo, don't waste your time. Nenda kufanya kazi kwenye sehemu ambayo wewe unamuona kabisa huyu mtu ana uchu wa kuona wewe unaendelea. Mara umepigwa kitabu, mara umepigwa kozi, mara umepigwa mentorship, mara umepigwa ka workshop hizo. Kwa hiyo bila kuwa na huu msingi kwamba manake taasisi ambazo zinakuwa ni zile ambazo zinahakikisha wafanyakazi kwa sababu wafanyakazi wakiwa wanaongeza uwezo na taasisi nayo inakuwa. Kwa hiyo kwenye ulichokisema kuna angalizo pia. Kama ndio kajitolee sahihi, lakini sio popote. Sure. Kajitolee sehemu ambayo unaona kabisa kwamba utafaidika. Sahihi. Lakini sasa Alan, huwezi kujua, inabidi uende. Yani ndio nilikuwa nakuja huko kwamba unatumia vigezo gani kuweza kujua, kwa sababu ndio maana tunatumiaga msemo huwa tunacheka mara nyingi na Alex waga nasema huwezi kugongwa na gari kama hujaenda barabarani. Sahihi. Ukikaa tu kwako huwezi kugongwa. Nenda barabarani utagongwa. Sahihi. Sasa ni vigezo gani ambavyo vitakufanya useme kwamba hapa nafaidika, either iwe ni kiujuzi ama kwa sababu again let's just bring it down to the level ya Masumbuko. Sahihi. Masumbuko anakaa Kimara Bonyokwa. Sure. Jumatatu asubuhi amekusikiliza mwalimu wa wataalamu. Masumbuko anasema sasa natokaje niende nikakutane na opportunity hii? Natokaje kwenda kujitolea? Naenda kujitolea wapi? Bado kuna namna inabidi tujaze hizo nyama hapo. Kwenye maisha ukiwa na msukumo mkubwa wa ndani, huwezi kukosa majibu. Ukiwa na msukumo mkubwa wa ndani, huwezi kukosa majibu. Huwezi kukosa majibu. Kwa mfano kwa vijana ambao wametoka fresh kabisa kutoka chuo kama Masumbuko hivi, kitu kikubwa ambacho atatuambia nauli, hela ya kula. Huyu mtu ukimuuliza chuo amelipa shilingi ngapi? Ada amelipa milioni 1. Sawa. Alikuwa anatumia hela kiasi gani? Hela anatumia nyingi. Lakini tukianza kuzungumzia mlo mmoja kwa siku kwa hadhi yako Masumbuko, mimi nategemea wewe ule tu mlo mmoja ukienda kazini. Na mlo mmoja huo ukipiga miogo yako kadhaa hapo, ukapiga na maharage vizuri, buku 2 ulimalizi. Nauli tuongeze 500 kwenda 500 kurudi. Tuweke 3000 barely. Kwamba angalau ukiwa na 3000 unaweza kwenda kujitolea ukarudi. Sawa. Kwa nini ukose shilingi 50,000 kwa mwezi ya wewe kwenda kujitolea? Na wakati tumesema msingi wa kwenda kujitolea ni kwenda kuonyesha thamani yako, sio kuambia wa kuajiri. Ni kwenda kuambia mimi nafanya hii kazi bora kuliko mtu wenu mliyemwajiri. Ili baada ya miezi 3 niajiriwe sehemu nyingine, kwa sababu nitakuwa nawaonyesha, unaona ile podcast ya Club A to Z, mimi ndo na edit zile. Kama vipi? Niacheni huu mzigo hapo. That's what we do. Kwa hiyo sasa ukiwa na huo msukumo kwamba bana mimi nataka kufanya kazi. Unajua shida hali ni kubwa iko kwenye kwamba nataka kuajiriwa. Na mimi napolizungumza ile watu wengi sana wao wananihukumu kwa sababu mimi niko kwenye ajira. Lakini inanikumbusha ndugu yangu Hamisi Kigwangala. Anaitwa Kigwangala HK. HK kwenye nje ya box anasemaga unaweza ukajitanua kimawazo. Of course anaongea vizuri, ukajiajiri na vitu kama hivyo. Na kuna wakati wale kusema kwamba ubunge sio kazi na nini. Naona ubunge wao tukosea sana. Watu wanamgeuzia na kumwambia sasa inakuaje ndugu, mbona unataka tena na vitu kama hivyo. So ndio kama hivyo ulivyosema kwamba na wewe pia uko kwenye ajira, lakini unajaribu kuwafukuza watu nje ya ajira. Na naweza nikalieleza hilo. Kwa mfano mimi wakati namaliza bachelor 2015 nilifanya kwa muda mfupi Bank of Africa pale. Nilifanya ya department ya marketing. Wakanichukua direct. Kwa hiyo nikafanya pale mwezi wa 10 mpaka 12. Baada hapo ndo nikapata nafasi ya kuja UD. Lakini nilifanya hayo maamuzi kwamba natoka kwenye banking industry kwa sababu wale walikuwa tayari kuongeza mkataba. Nikasema natoka kwenye hii banking, kwenye benki narudi kwa sababu
huku UD napata freedom kubwa. Kwanza nafanya kazi na vijana moja kwa moja kwa maana ya kufundisha, lakini pia nafanya utafiti, lakini pia nafanya consultancy. Na ndio maana pia nimekuwa na uwezo mkubwa sana wa kujenga personal brand mtandaoni, kuzungumza na watu na kufanya vitu vingi kwa sababu ya hiyo ample time ambayo napata hapo. Okay. Lakini hiyo ilikuja kwa sababu ya mimi mwenyewe kuweza kuchagua nifanye kitu gani. Yeah. Kwa sasa tukirudi kwenye ile swali la msingi, unapokuwa umefocus kutafuta ajira, unagundua kwamba ajira sio kitu rahisi. Lakini urahisi wa kuingia kwenye ajira ni kuingia kwa mlango wa nyuma kama kujitolea. Alafu waonyeshe kwamba una deserve hiyo kazi. Kama wewe ni kijana wa Kitanzania, una miaka kati ya 25 mpaka 40 na bado unajitafuta, isave unasikiliza video hii kwa sababu itaenda kuwa game changer kwenye maisha yako. Na namuomba Mwenyezi Mungu akakujalie sana kuweza kusitumia maarifa haya. Sasa iko hivi, kwenye kujitafuta, moja ya kitu cha muhimu sana kuweza kugundua ni uwezo wako wa kipekee. Mimi naita unfair advantages. Hizi unfair advantages ni zawadi ambazo uko nazo ambazo hakuna mtu mwingine anazoweza kuzipata. Kwa mfano, umezaliwa kwenye familia ya wafanyabiashara, manake una advantage ya kujifunza biashara, una advantage ya mtaji. Umezaliwa kwa watu ambao wana kariba ya uongozi, una advantage ya kuweza kuwa na ushawishi, charismatic na kila kitu. Umezaliwa labda una uwezo mzuri wa kucheza mchezo fulani, manake hiyo ni unfair advantages kwako. Kuna story yoyote ambayo labda ni rafiki yako ama vijana ambao unawafundisha ambao ni success story ambayo anasema kabisa kwamba kweli nilienda mahali nikajitolea na baada muda mfupi wakaona thamani yangu na kunipa kazi? Kwa sababu story tunazozisikia ni kwamba interns wamegeuka kuwa ni watu wa kutumwa, wamegeuka kuwa ni watu wa kutumika. Na mwisho wa siku wanapewa tu nauli, na kuna wengine ambao hata hawapewi kabisa. Na wamekuwa wakirukaruka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa sababu wanaona umbali wa kazi ilipo, mazingira yaliyopo ya kazi. Yani anakaa miezi 3 ya internship, the only thing anachojua yeye ni kuchukua karatasi kwenda kwenye kuprint kwenye printer na kukaribisha wageni na kutengeneza chai kwa ajili ya bosi. Kuna siku, nitakupa mfano, kuna siku nilienda taasisi moja ya serikali, nilikuwa nashughulikia mambo yangu mengine. Na mimi ni mtu ambaye huwa napenda kuobserve. Nikiingia kwenye ofisi yoyote ile, huwa napenda kuobserve, na observation yangu waga inanipa majibu kuhusiana na aina ya ofisi iliyopo. Kacha. Niliingia kwenye taasisi moja na kuna huyu kijana ambaye anaonekana ni intern. Sawa. Na hata walikuwa wanamuita dogo. Kila mtu pale ofisini, dogo njoo. Alafu akina dada walikuwa wanamuita toto njoo. Yule kijana alikuwa ni kijana ambaye yuko busy kwenye ile ofisi kuliko wote. Akifanya nini? Akizunguka kutoka printer kwenye desk moja kwenda desk ya pili, desk ya tatu. Kama messenger. Nikajiuliza, nikasema hii taasisi kazi inayofanya probably huyu dogo ametoka shule akisomea hiki kinachotakiwa kufanya hapa. Je, anachojifunza hapa ni kuzunguka, kuprintia, kuelezea wageni? Nilikuwa najaribu kutafuta nini anachojifunza. So najaribu kukupaintia picture halisi ya interns plus wale wanaojitolea na aina ya shughuli wanazozifanya kwenye asilimia kubwa sana ya taasisi na makampuni. Mfano wako nimepata vizuri. Kabla sijaenda kwenye mifano, huwa na ushauri mmoja kwa vijana ambao wanaenda kwenye taasisi, especially wale wanaoenda ule muda wa field wakiwa vioni tayari. Unajua Allen, wewe ukitoa nafasi za kazi kwenye biashara yako ya Havana, sema mtu ukitaka kumpa nafasi labda mtu aje afanye kazi, na ikatokea kuna taasisi nyingine kubwa sana serikali inatoa nafasi ile, yule mtu atachagua kwenda kwenye ile nafasi, sio kule kwako. Mimi huaga na mtazamo tofauti. Mimi wanaambia mtu usipende kwenda kwenye maofisi makubwa unapokuwa unajifunza. Nenda kwenye ofisi ambazo bado zinaweza kukuweka kwenye position na kufanya kazi. Sasa vijana wengi huwa wanawatazama sana. Huwa wanapenda sana kwenda airport, wanapenda kwenda benki, wanapenda kwenda kwenye mawizara. Utafanya kazi gani? I hear your point. Nenda sehemu ambazo yani watu wana kazi nyingi mpaka haziwatoshi. Nenda sehemu ambayo utakuwa pamoja nao. Sasa ni hiyo ako Kakasumba kakupenda ajira,
kana mkumba hata mtu kwamba anapenda kwenda kwenye taasisi ambazo anahisi zinaweza kuwa na hela nyingi. Yani kwa mtu anaenda kama intern, lakini atu anahisi anataka tu posho nyingi. Tunarudi pale pale, tafuta sehemu ambayo kuna kazi zinamwagikia, ili wewe, yani shida yako wewe ni kazi, sio posho zile. Kwa mfano, badala ya kwenda kwenye media kama Wasafi ama kwenye media kama EATV, pambana kuingia Club A to Z kwanza. Exactly, yeah. Yeah, nakumbuka hata Millard Ayo waga natoaga story yake ya kwamba alianza radio fulani ya dini. Wapo radio. Hiyo story wanapenda sana kuisimulia. Ni nzuri. Na inaonyesha hiki ambacho umekisema. Ni nzuri. Kwa sababu ni ngumu sana kutoboa kwenye taasisi kubwa. Ngumu mno. Ama kujifunza kwenye taasisi kubwa. Kwa sababu tayari watu ni wengi, kila mtu ana majukumu yake, unless upate mtu mwema ambaye atasema acha nikushike mkono twende pamoja tufanye hii shughuli kwa pamoja ili na wewe ujifunze. Yeah, lakini watu wakishakamata nafasi sasa hivi ni ngumu sana kuweza kuziachia. Kwa hata wewe unayekuja ukionyesha ile speed anaona kama ni threat kwako, hawezi kupatia nafasi ya kujifunza. Kwa hiyo ni vizuri ulichokisema kwamba Masumbuko, wakati unatafuta hizi nafasi, tumejaribu kuongea na wewe kuhusiana na mindset. Tumejaribu kukuambia namna gani unaweza ukaanza. Na sasa usiende tu popote. Sure, lazima atumie vigezo. Allen, kabla hujasahau Allen uligusia, ulikuwa unataka mifano ya watu ambao wamekupita kwenye njia. Nilitoa tu mfano ya watu wawili ambao na wafahamu binafsi. Mmoja ni mshikaji wa karibu, lakini mwingine ni mwanafunzi wangu kabisa. Afu wote wanahusika na media moja. Utalipita kwenye media moja. Wa kwanza ni Arnold Kayanda. Arnold Kayanda. Arnold mimi nimesoma naye bachelor. Arnold alipotea, alienda iko UN Marekani, Radio moja mataifa. Yes. Yuko Radio moja mataifa ya Arnold Kayanda. Sasa wakati anakuja kusoma degree yake, kuna muda fulani ilibidi aache kazi. Crowds. Mwanzoni alikuwa anafanya, anarudi, anafanya hivi, lakini baadaye pengine kuna mambo sijui kilitokea nini, lakini kuna muda aliacha kazi. Sasa tukiwa mwaka wa pili tunaenda kufanya field. Tukawa tunamwambia, tulikuwa na rafiki yetu mwingine anaitwa Fina Munishi. Tulikuwa tunamwambia, "Wewe jamaa unaenda kufanya field BBC." Alikuwa anaenda kufanya field BBC. Tukamwambia, "Ukirudi BBC hawajakupa kazi tunakupiga." Nice. Nikamwambia, "Wewe nenda kafanya field. Lakini ukirudi sio mfanyakazi wa BBC tunakupiga." Arnold alienda BBC, akafanya field, akabaki BBC. Baada ya hapo, kwa hiyo tulipomaliza shule akabaki BBC hivyo akaendelea, baadaye Radio moja mataifa. That's one example. Lakini mfano wa mwanafunzi mwingine, kuna mwanafunzi mwingine ambaye sasa ni mwanafunzi wangu mimi. Yeye Naipo. Na yeye ni mmoja, yeye amepita kwenye darasa langu la social media. Na chuoni pale anafundisha social media. Kwa hiyo ni ile kuwafundisha na kuwapatia mentorship, lakini alivyopata nafasi ya kwenda field Clouds haja kutoka. Yuko pale muda mrefu. Kwa sababu Allen, yani ukienda sehemu, shida ni kwamba watu, kwa mfano field, watu wanaenda field kama sehemu ya coursework. Yani natakiwa nipate A. Na mimi huwa nawaambia vijana tunapowafundisha, yani kupata A kwenye somo langu mimi sio big deal. Big deal ni wewe kuweza kutumia hii knowledge kubadilisha maisha yako. Yani mimi sitakujaji wewe, sitakujaji ukipata C ama B kwenye somo langu. Lakini ukiweza kutumia haya maarifa kubadilisha maisha yako, that's very powerful. Sasa hiyo mindset yani kuweka kichwani ni ngumu sana, lakini it works. Kila pale ambapo mtu anapoielewa inafanya kazi. Kwa Masumbuko anachukua hiyo. Ukitaka kufanikiwa kutoka milioni 1 mpaka milioni 7 kwa mwezi, kwa mwaka unaokuja, unatakiwa ujuzi wako, tabia zako, imani zako, marafiki, mentor na mazingira vitoke kwa vya milioni 1 viende kwa vya milioni 7 na uanze mara moja kuingia kwenye hiyo quantum leap. Maana yake uanze kuishi kama ni mtu wa milioni 7. Ili swala la mindset ni swala ambalo hatuwezi kuliacha kulizungumza kwa sababu halina mwisho. Na pia nafikiri mindset ndo zinasababisha kila kitu, kwa sababu mind yako inalishwa na unachokisikia. Ndio maana binadamu ana hizi senses za kusikia, kuona, kunusa, kuonja. Hizi zinalisha mind. Hata moyo wa binadamu ni kitendea kazi tu.
Moyo ni kitendea kazi tu. Sahihi. Jinsi moyo unavodunda unategemea umepewa message gani kutoka kwenye ubongo wako. Kwenye ubongo. Sure. Na ubongo wako unafanya kazi kutokana na jinsi ambavyo wewe unawaza. Manake hiyo ni mindset yako. Sahihi. Kwa mfano, ukitoka nyumbani asubuhi, umevaa suti yako vizuri, umependeza, umebeba briefcase yako, unafika kituo cha daladala, alafu unakuta ghafla barabara imechimbwa, mvua inanyesha, kuna matope. The way utakavopeleka message kwenye ubongo wako ndivyo ambavyo mwili wako utaact. Sahihi. Ndio maana watu wanaitaga Blue Monday. Blue Monday inatokana na mindset iliyotengenezwa. Ubongo umelishwa, unapeleka message kwenye mwili kwamba ikifika saa 8-9 Jumapili mtu anaanza kusema kesho itakuwaje, kesho kazini. Ikifika Friday jioni kuna namna mwili unachangamka. Kwa hiyo mindset. Kwa hiyo tukija kwa vijana, mimi nafurahi kukutana na wewe kwa sababu umesema kwamba unadili na kushughulika na kufundisha watu waweze kubadilisha maisha yao, wapate maarifa waweze kubadilisha maisha yao na maisha ya jamii zao. Ndio. Mimi kwenye maisha yangu nimejitolea muhanga, ama niseme nimejiweka wakfu kwa ajili ya young people. Hiyo ni statement kubwa sana. Mimi na vision na mission kwenye maisha yangu. Sawa. Vision yangu ni moja tu, kwamba vijana ndio wawe problem solvers. Ifike siku kukiwa kuna changamoto yoyote ile, tusiangalie watu wazima wanasema nini, tumsikilize huyu kijana ana mawazo gani. Na kila ninachokifanya is towards that. Whatever I do. Leo naongea na wewe ili tumjenge Masumbuko. Kesho tutamjenga Aisha. Ama sijui tutamjenga nani. Kesho kutwa atakuwa mwingine. Hivyo hivyo tutaendelea. Tukishawajenga Masumbuko wengi, manake tuna uwezo wa kuflip mindset. Na tukatengeneza. Nasema haya yote kwa sababu nataka nionyeshe ukweli kwamba kuna ugonjwa mkubwa kwenye mindset. Na ugonjwa unasababisha na mambo mengi. Kuanzia kwenye shule tunazosoma, wewe ukiwa mwalimu. Na ni vizuri umekiri kwamba elimu na yenyewe ina changamoto yake. Ina changamoto zake. Lakini pia tuna consume nini in terms of information. Taarifa tunazopokea. Na huku nyumbani tulikotoka, huku ndio sehemu ambao huwa tunaogopa kupazungumza. Balazi tu. Lakini nafikiri kwa mfano tunavozungumzia swala zima, the whole essence of kiongozi bora, tunazungumzia familia. Tunapopiga kelele kwamba sijui mali za wananchi zinaibiwa, sijui nini, mtu anapofikia maamuzi ya kusema kwamba nachukua fedha ya mwananchi, huyu mtu manake ametokea kwenye familia ambayo kuchukua kitu cha ambacho sio sahihi ni sawa. Na mimi wanajiuliza sana. Umesema mimi nitahusisha kidogo na shule. Familia na shule. Watoto kwa mfano wanakaa zaidi na walimu kuliko wazazi. Watoto wanakaa zaidi na walimu kuliko wazazi. Sasa kwenye hilo la hicho kidogo tu kwamba mtu kama anaweza kuchukua kitu nyumbani hivyo, wanajiuliza sana. Mtoto ameenda shuleni, labda hajaja na peni, hajarudi na peni. Sasa wanajiuliza ama kitu ambacho ni tangible, labda hata sweta. Unajiuliza yule mzazi ambaye mtoto wake amekuja na hicho kitu, huwa anajisikiaje kumwona mtoto wake akiwa na kitu ambacho sio cha kwake? Mimi huwa nafikiria nakosa majibu. Na huwa anachukua hatua gani? Kwa sababu kuna ile kujisikia vibaya kwamba kama mzazi mtoto wangu ameiba kitu cha mwenzie. Lakini what next? After that, ukishajisikia vibaya unaonyesha efforts za kusema either kumrekebisha huyu mtoto na kuhakikisha kwamba amerudisha kila alichochukua. Mzazi wa huyu mwingine, huyu mtoto mwingine anayechukua, hawezi kuwa na shida na hicho kitu. Yaani ni kitu kidogo, chupa ya maji. Ni shida ya kimaadili sana. Ni kuwa responsible. Unajua responsibility ni kitu ambacho watu wengi sio tunachukulia mchezo. Leo nilikuwa nazungumza na timu yangu ya vijana pale ofisini. Kuna makosa fulani yalikuwa yametokea kwenye kazi. Sasa naambia kosa likitokea kwenye level ambayo wewe ndio uko responsible, bila kujali hilo kosa amelicommit nani, wewe ndio unakuwa umelifanya. Kwa hiyo hapa sasa hivi tunazungumza hapa, lakini kuna sehemu ambapo haya makosa yanaonekana ni ya kwangu. Yaani personally haya mimi ndio nimeyafanya na mimi ndio nayaombea msamaha. Sio unaona? Ndio maisha jinsi na kwa ukubwa wake ina maana kubwa sana. Sasa tukianza kuishi hivi inatusaidia sana sisi hata binadamu mmoja especially kwenye hii aspect ya mindset ambayo unazungumza. Unapokuwa responsible na maisha yako, inakusaidia sana kuweza kuelewa kwamba kumbe kwenye hii dunia wewe ndio mama na baba wa maisha yako.
Ni kweli una mama, una baba, una serikali, una mjomba, una washikaji, lakini wote wana shida zao. Sasa hivi kila mtu yuko kule na shida zake, anapambana maisha yake vizuri. Yani wewe hapo ulipo Masumbuko na watu wengine wote kama Masumbuko, hakuna mtu anayejali kuhusiana na wewe kabisa. Kwa hiyo yani wewe uko peke yako duniani hapa. Yani hakuna mtu atakuja akae sehemu apambanie mafanikio yake, aje apambanie mafanikio yako. Hakuna huyo mtu, hayupo. Hakuna. Kwa sababu maana hii yale ukishaielewa, maana unaelewa sasa kumbe kila kitu changu mimi natakiwa nikifanye kwa ajili ya kule na koenda. Kwa lazima ujue unaenda wapi, malengo yako na plani ya kwenda kule na koenda. Na hapa kwenye malengo na plani ya kule na koenda kuna sehemu watu tunafeli sana. Watu wengi wao wanaweka malengo kwamba bwana baada ya miezi 6 mimi nataka niwe benki na milioni 10. Masumbuko huyo. Hapo hana nauli. Hana nauli hapo. Lakini anasema baada ya miezi 3 nataka kuwa benki na milioni 10. Kwa hiyo kuna kitu kimoja ambacho binadamu I wish, yani hiki kitu huwa nasema katika vitu ambavyo natamani ningejifunza mapema sana, ni kitu kimoja. Kuelewa kwamba kuweka malengo ni kitu kimoja, lakini kuwa mtu sahihi kuyafikia ile malengo ni kitu tofauti kabisa. Na watu hapo sasa ndio tunafeli. Kwa hiyo unaweka tu malengo kwamba nataka kila mwezi niwe naingiza milioni 5. How? Maana yake ukiweka yale malengo yako una flip ile chart. Unafanya hiyo reverse engineering kwamba huyu mtu anayeingiza milioni 5 analala masaa mangapi? Analala masaa 4. Ana ujuzi gani na gani? Anajua marketing, anajua digital marketing, anajua kuuza, anajua kutengeneza content. Anashinda na watu gani? Huyu jamaa kai kabisa vijiweni. Muda wote yuko na washikaji zake wanapiga kazi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba badala ya tu kuweka malengo, wewe mwenyewe unatakiwa kuwa mtu mpya mwenye sifa za kufikia malengo. Sasa hiyo ndio part ambayo watu wengi ioni. Na ndio ngumu zaidi. Yani huwezi kuwa wewe wa leo ambaye huna buku. Alafu uweze kutimiza hiki ambacho kiko. Kwa lazima something should change. Something should change. Na watu wanaopenda mambo ya manifestation wanaita wana concept moja wanapenda kuita quantum jump. Yani kwamba umeamka ni masumbuko, lakini unasema huyu masumbuko wa leo nataka kumzika. Kesho nataka niwe ni masumbuko mpya. Leo nimeamka saa 3. Kesho nitaamka saa 12. Kesho nitaenda kuzungumza na Alan anipe ushauri. Kesho kutwa nitajifunza huu ujuzi. Leo naanza kusoma hivi vitabu. Yaani maana yake kesho na unafuatilia. Yaani unakuwa mtu mpya kabisa. Yaani unakuwa ni jina ni lile unaonekana mtu yule. Lakini mindset ni tofauti kabisa. Ukiona kwamba umefanya mabadiliko kwenye maisha yako, lakini hakuna mtu hata mmoja anayekushangaa, bado hujabadilika. Bado sana. Ni kweli. Yani ili uweze kuthibitisha kwamba umechange, some people have to somehow question your change. Na hala niko hivyo. Iko hivyo kwa sababu jamii zetu zimetengenezwa kutufanya tuwe comfortable. Yani unatakiwa uende shule, umalize, utafute ajira, uende. Yani unatakiwa upite kwenye njia fulani hivi ambayo ni imetabirika. Imenyoka. Yani imenyoka hivi. Kwa hiyo mzazi ukimwambia bana najitafuta huku mtandaoni sijui mimi ni content creator sijui hapa wewe. Mbona kama anachanganyikiwa huyu. Na hiyo sasa na hizo ndio elements ambazo sasa mtu anaanza kuona kwamba huyu mtu mbona kama anapotea hivi. Na actually hapo ukiona watu wanaanza kuona kama unapotea, technically kama unajua unachokifanya uko sahihi. Exactly. Yaani ukiona kila mtu anakuambia mwanangu hapo uko sawa, hapo mwanangu uko sawa, wewe bado sana. Hiyo nadharia ya quantum jump umesema inanikumbusha the power of now. The power of now. Kuna concept hii ambayo anasema kwamba kuna wakati inafaa ujiondoe ukawa tofauti na mawazo yako. Sure. Yani ukajaribu kutenganisha wewe na mawazo yako. Unaenda kwenye third person. Yes, alafu ukayatazama yale mawazo yako. Sure. Alafu ukajiuliza maswali kwamba haya mawazo ni wewe ama sio? Yani ni nini kinachotengeneza haya mawazo ulionayo? Ukifikia hatua, of course sasa hiyo I think that's the highest level of meditation. Na enlightenment. Na enlightenment to be able to separate yourself from your mindset. Ni kitu kizuri sana. Yes, and starting addressing your thoughts. But also reflection, doing a reflection of your thoughts and asking yourself actually haya mawazo yanatoka wapi na je ni mawazo sahihi ambayo yanaweza kukufikisha pale unapopataka. Na unaweza kujishauri pia kwa njia hiyo. Si unajua tunakuwa wazuri sana kushauri watu wengine. Yes. Kwa njia hii una uwezo wa kusema kwamba ondoa hiki, fanya hivi.
Yeah. Kwa sababu hale unajua ni ukweli mchungu lakini ndio kweli. Yeah, na ukweli mara zote unakuwaga mchungu. Alafu unauma. Kama kuna vitu unavifanya kila siku na havikuletei maisha unayotaka, unafanya kitu ambacho sio sahihi kabisa. Unajua, moja kitu ambacho binadamu wengi watu tunapata shida sana kuelewa ni kwamba taarifa sahihi ndio kitu adimu zaidi duniani. Taarifa sahihi. Alan, ukitoka hapa sasa hivi ukahitaji nyumba Mbezi, utatafuta dalali. Kwa nini? Kwa sababu huko ndo kwenye taarifa. Yeye ndo ana taarifa. Yeye ndo anazo, yeah. Ukitaka kuingia kwenye biashara ya kuuza consumer goods Tanzania hii, ukafanikiwa kukaa kwenye meza moja na Baresa na Modeuji, unadhani utakuwa kwenye level gani ya mafanikio? Utakuwa na taarifa nyingi sana. Sahihi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mara nyingi huwa tunafanya vitu pasipokuwa na taarifa sahihi. Nitakupa mfano. Huu kwa wangu wa Instagram. Mimi nilikaa tu nikatafakari kwa sababu kwa muda mrefu nilikuwa na publish ma content YouTube na X. X nikaona kama baada ya hizi mambo ya nini changamoto mara kufungiwa na nini, nikaona kama kibiashara haikai vizuri. Nikafanya utafiti nikagundua Instagram ni sehemu sahihi ya kufanya biashara. Kwa nikasema mimi nitaenda Instagram, lakini siendi Instagram, naenda kwanza kujifunza. Kwa hiyo ikabidi nilipie course kadhaa kwanza kujifunza namna kutengeneza short form content. Mimi nilikuwa natengeneza mavideo marefu yale ya YouTube, dakika 40, dakika 30. Nimewasha kamera zangu hapo nazungumza, amani kwa bao nafundisha, unamwaga tu point. Lakini video ya dakika 2 zilikuwa zinanitesa sana. Kwa nikakaa nikajifundisha vizuri unatengenezaje video fupi ambazo zinafanya vizuri, zinaenda viral, yani video inaenda viral na madini, sio inaenda viral na ujinga. Inaenda ikiwa imebeba madini. Kwa hiyo nikajifunza. Kwa maana yake nitafuta taarifa sahihi. Kwa hiyo inatuambia nini? Maana yake kwenye kila kitu unachokifanya, ukiwa na taarifa sahihi ukazifanyia kazi, lazima unafanikiwa kabisa. Kuna mambo ya bahati na nini na vitu kama hivyo, lakini if you have the right information, kufanikiwa ni rahisi sana. Ni rahisi unless wewe uchague kutofanikiwa. Uchague kutofuatilia taarifa sahihi. Kabisa. Okay. Yeah, sure. Mimi wanafurahi kwenye haya mazungumzo pia mimi wanajikumbusha vitu. Ni huwa naokota mambo mengine ambayo sikuwa nimeyawaza. Ni kweli. Kwa kweli hakuna mabadiliko yoyote yanaweza kutokea kwenye maisha ya mtu yoyote bila intervention nyingine tofauti. Bila intervention nyingine tofauti. Lazima ufanye kitu tofauti. Na intervention inakuja kwa mtu mwenyewe. Ni kama mtu kuamua kuacha madawa. Yani inatoka ndani yako wewe mwenyewe. Yes. Na nafikiri that's the key takeaway. That's the key takeaway kwa leo. Mimi na mdogo wangu mmoja yupo Simia huko. Anauza mitumba. Amejipata kwenye biashara ya nguo. Mara ya kwanza alishindwa kumaliza form 4. Ni kama alichanganyikiwa fulani hivi. Akiwa kwenye hiyo miaka ya kubarebare. Ni kama alichanganyikiwa tu. Yani mara anaiba, mara anafanya nini. Aliharibika kabisa maisha. Kwa hata shule ya kumaliza. Nikamleta hapa Dar es Salaam nikampeleka shule. Peleka jeshini wapi pale. Kule kama kurasini. Nikampeleka pale akamaliza form 4. Akapata hivyo grades, lakini akatakiwa arudi kuresit ili aendelee advance. Kaka akasema brother bana mambo siwezi. Mimi nataka nikauze nguo. Akaingia mtaani akapiga kazi za mjengo na nini, akajikusanya akapata kianzio, akanambia brother. Alitafuta mwenyewe. Akatafuta mwenyewe. Akanambia brother mimi na kiasi hiki. Naomba hii amount niongezee hapa niende nikapige maisha. Nikafanya hivyo nikampa kenda zake. Leo hii ana maisha yake mazuri. Happy. Lakini sikumlazimisha. Alichagua mwenyewe. Wala sikumlazimisha kubaki shuleni. Na wala sikumwambia kwa sababu mimi nililipia ili wewe usome umalize form 4 na umegoma tena kuendelea huku, sasa huku wewe kapambane. As long as mtu kitu kinatoka ndani ya moyo bila kujali ni kitu gani, anaenda kufanikiwa. Na hata vijana ambao wanafanya nao kazi kwenye mentorship, wasimlazimishi kufanya kitu. Ni mpaka nione moyo wake. Yeye mwenyewe ajitoe afanye. Yaani ukiona mtu anajitoa ni rahisi sana. Yaani ukifanya kitu kidogo kinafanya vizuri kwa sababu kuna power kubwa ndani. Okay. Inakuwa nguvu. Alright. Nafikiri tuna mengi ya kuzungumza na tukiendelea kuzungumza tutazungumza mpaka kesho. Sure. There's so many things tunazungumza kupitia Club A to Z. Tuseme kwa leo itoshe. Sawa. Nafikiri
kwa mtu ambaye anatufuatilia siku zote, unazidi kupigia mistari baadhi ya vitu ambavyo huwa tunavimention mara kwa mara kupitia mazungumzo na wataalamu kama mtaalamu hapa. Lakini pia niseme shukrani ziende kwa washirika wetu Nurture Nest. Nurture Nest ambao wanatupatia nafasi ya sisi kuweza kukaa kufanya mazungumzo kama hivi. Studio yetu iko hapa Nurture Nest, floor ya 15 Millennium Towers 2 Dar es Salaam. Ni sehemu ambayo hata unaweza kuja ukafanya shughuli zako hapa. Wanavutia, nitarudi. Ukihitaji kiofisi, ukihitaji kufanya mikutano, ukihitaji kukutana na watu, kuna sehemu ambayo ni open space, watu wanakaa wanafanya kazi, na ni sehemu ambayo utaendelea kuwa uplifted kwa sababu kila unayekutana naye hapa ana jambo la kukufundisha, ana jambo la kujifunza kutoka kwako, ana opportunity na vitu kama hivyo. Pia kwenye swala zima la kuona nafasi, umezungumzia hapa Club A to Z. Sisi story yetu kila mtu anaijua tulipoanza. Na hata watu wengine wakiwa wanakuja hapo woga wanashtuka, wanasema hivi ndivyo mnavyo record hizi podcast zenu. Wanaona ni kitu simple. Of course kuna kazi imefanywa behind that mpaka kufikia hatua hii tuliofikia. Lakini hatuwezi kusema tumefanikiwa wenyewe bila kushikana mikono. Tuko na Sokonoga ambaye amehakikisha kwamba tunasikika vizuri, sauti yetu iko vizuri. Kwa hiyo big up sana kwake. Na wewe pia ukiwa kama sehemu ya kujaza madini kwenye kisima chetu. Sijui kama umejifunza chochote kutoka kwetu. Nimejifunza vitu vingi kwa sababu tupo kwenye industry moja. Kuhakikisha watu wanaishi potential zao. Najua watu kiishi potential zao ndio dunia inakuwa sehemu salama zaidi. Kabisa. Najua ukifanya kitu ambacho unakipenda, unawasaidia watu, you are happy person. Hata kama fedha haiji ya kutosha, lakini as long as uko happy na kitu unachokifanya. Yani Alan, wewe kuona watu ambao wamepita mikononi mwako wanafanikiwa, ni blessing moja kubwa sana. Ni furaha kubwa sana. Na I think that's the success to me. Ni mafanikio makubwa sana. Of course tutatafuta fedha, tutafanya hivi, lakini hata tutatafuta ukubwa. Kitu kimoja ambacho mimi wanaambia timu yangu ya Club A to Z ni kwamba tutakuwa organically. Hatuhitaji kupiga kelele. Hatuhitaji kumwambia mtu tusikilize. Kumshikia mtu bunduki. Kwamba atakayekuja atakuja kutafuta maarifa yale ambayo ameona, na atakuja kuyaona kwa sababu amevutiwa na kile ambacho tunakifanya. Na hatuna haraka. Hamna haraka. Hatuna haraka kusema kwamba tunataka kufikia kuwa wakubwa ndani ya miezi michache ambayo tumefanya. Hiyo ni powerful. Kwa hiyo again niseme shukrani. Probably kuna baadhi ya vitu hatujavigusa, lakini tunaweza tukaendelea kushare haya madini. Tayari Club A to Z imeongeza mwanafamilia. Na pia wewe umeongeza familia. Ni kweli. Siku moja kitu kingine ambacho tunakifanya kama Club A to Z ni mentorship. Ni kitu kingine. Tunawaunganisha vijana na watu kama wewe. Kwa probably kuna kijana ambaye anatusikiliza sasa hivi angependa kukaa na wewe hata kwa dakika chache kukusikiliza. Tunaomba umpatie hiyo nafasi. Huwa tunafanya pia training na washirika wetu mbalimbali wakiwemo Nurture Nest pia. Tunafanya training mbalimbali ya vitu mbalimbali ambavyo vinawasaidia vijana waweze ku-uplift mawazo yao, lakini pia waweze ku-unleash potential walizonazo. Kwa sababu kuna vitu vingi sana kwenye kufanikiwa kwa kile unachokifanya. Zaidi tu ya kupenda unachokifanya. Kuna processes, kuna urasimishaji. Kwa mfano recently tulikuwa na seminar kuhusiana na biashara ndogo ndogo, jinsi ya kuzirasimisha na vitu kama hivyo. Hiyo vitu vyote vinakupelekea wewe uweze kufanya kazi zako vizuri bila kuwa na changamoto zaidi. So hiyo ni sehemu ambayo pia tunaifanya na washirika wetu. Probably siku moja tutakuja kwa wanafunzi wako, tunaweza tukakaa nao tukazungumza nao. Na mwisho tuna provide space kama hivi. Kwetu sisi bado hatujajua kama ni physical space ama ni space, probably a digital space. Where Masumbuko yule tulikuwa tunamzungumza akiona kabisa kwamba amekwama, hana mawazo yoyote, hajui cha kufanya na yuko very bored na anatakiwa kufanya kitu, anahisi kwamba ana msukumo wa kufanya kitu, anaweza akaja kwetu akakutana na mtu ambaye ana mawazo. Alafu mwisho wa siku akafanya. So hili ni dude kubwa.
Inaanza kidogo lakini ni dude ambalo litatokea litakuwa kubwa sana. Kwa hiyo nakushukuru sana mwalimu wa wataalamu kwa kutokelezea. Asante sana kwa kuniona na kunialika. Sababu wako watu wengi lakini mliamua pia mwalimu aje kwanza. Nashukuru sana kwa hiyo. Fry. Asante sana. Swali, kazi, jibu.